Auckland City imekutana na kitu kizito bwana Momo. Lakini mechi ambayo pengine katika hii michuano inawezekana katika kwa sababu hii michuano ya FIFA World Cup kwa upande wa club zinachezwa kwa mfumo wa makundi. Sasa miongoni mwa mechi ambazo pengine zilikuwa na tension kubwa weekend hii ambayo imemalizika ni mechi ambayo ilikuwa inaikutanisha PSG pamoja na Atletico Madrid. PSG ya kocha Luis Enrique pamoja na Diego Simeone ambaye ni kocha wa Atletico Madrid, na tukashuhudia PSG wakibuka na ushindi wa magoli 4 kwa 0. Wakati huo Diego Simeone akipata kadi nyekundu, anakwenda kucheza na mabingwa wa Ulaya, timu tunasema ni timu ya Ulaya ambayo imechukua usiku wa Ulaya, na tukashuhudia magoli 4 dhidi ya Atletico Madrid. Si haba, wengi wanasema bingwa anatokea hapa na anapigiwa chapuo kwa kiasi kikubwa sana Hansi Flick na timu yake ya PSG. Kwanza ukiangalia namna ambavyo Atletico Madrid chini ya kocha Diego Simeone, namna ambavyo alianza kuiapproach ile game, nadhani alikuwa na mpango mzuri. Alikuwa na mpango mzuri kulingana na matakwa ya timu ambayo alikuwa anakutana nayo. Lakini unajua Momo, ndio unaweza ukawa na mpango mzuri na mkakati mzuri wa kumkabili mpinzani. Yani mpango mkakati na mpango mzuri wa kumkabili mpinzani ni kitu kimoja, lakini utekelezaji wa ule mpango mkakati wa ndani ya uwanja ndani ya dakika 90 ni vitu viwili tofauti. Ndivyo ambavyo unaona Luis Enrique namna ambavyo alimuoutshine El Cholo, si ndio? Namna ambavyo vijana wa PSG, tukumbuke jana Ousmane Dembele hakuwepo, si ndio? Lakini angalia goli la kwanza na goli la pili lifungwa na viungo Vitinha pamoja na Fabian Ruiz. Goli la kwanza Fabian Ruiz, lile goli Momo alilifunga dhidi ya Arsenal, maeneo yale staili ile. Angalia tena jana, maeneo yale staili ile. Ukiangalia Vitinha lile goli namna ambavyo aliwaacha mstari wa midfield na kwenda kukuta mstari wa backline ya Atletico Madrid, walikuwa wazi sana, na unaona kabisa anapata space, anachagua eneo la kufanyaje la kupress mpira, na anaupress anaweka kambani. Kwa hiyo mpango kazi wa Luis Enrique na timu yake ya PSG ilikuwa imeiua zaidi kwanza eneo la katikati, viungo. Unajua timu inaanza zaidi kutengenezwa na viungo. Kwa hiyo pale Vitinha pamoja na Fabian Ruiz walitengeneza mazingira mazuri na ya kuweza kuiua timu ama kuiua mechi kuanzia maeneo ya katikati, na ndio maana unaona baada ya pale timu ikaanza kuflow vizuri. Unaona patterns zinaanza kutengenezwa. Unaona Atletico Madrid wakitoka nyuma, wakifika katikati tu kuna namna ambavyo mipira ilikaa inaanza kupotea. Ni namna ambavyo organization ilikuwepo ya timu ya PSG. Hayo ni yale ambayo yamejiri kwa ucheche wake ndani ya Club World Cup kwa upande wa vilabu. Lakini tugeukie hapa nyumbani Tanzania. Tunafahamu mikiki ya ligi kuu soka Tanzania bara inaendelea siku ya Jumatano. Na ipitia ratiba kwa uchache, alafu kuna jambo nitataka kufahamu kiundani zaidi. Azam FC dhidi ya Tabora United majira ya saa 10 katika dimba la Azam Complex. Lakini Coastal Union dhidi ya Fountain Gate wao pia majira ya saa 10. Dodoma Jiji dhidi ya Singida Black Star majira ya saa 10. Ken Gold dhidi ya Simba Sports majira ya saa 10. Mashujaa dhidi ya KMC majira ya saa 10. Namungo Southern Killer dhidi ya Kagera Sugar majira ya saa 10. Pamba Jiji dhidi ya JKT Tanzania majira ya saa 10. Lakini Tanzania Prison dhidi ya Young Africans majira ya saa 10. Mpaka hivi tunavyozungumza, maana yake timu zote 15 zitashuka uwanjani siku ya tarehe ya 18 siku ya Jumatano, muda unaofanana, kwa sababu ni utaratibu wa mechi zikiwa zinaelekea ukingoni. Sasa gumzo kubwa klabu ya Tabora United ambayo yenyewe itacheza dhidi ya Azam FC. Lakini sintofahamu nyingine ni kutoka katika klabu ya Ken Gold ambao wao watacheza dhidi ya Simba. Ukitazama katika msimamo, Ken Gold ni kama habari yao imekwisha malizika, wameshuka daraja rasmi, na msimu unaokuja watacheza championship. Kwa maana ya hivi sasa wana michezo 28, wana alama zao 16, maana yake hawapo kabisa katika lakini taarifa kubwa ni kwamba mpaka hivi tunapozungumza
wachezaji wa Ken Gold bado hawajafika kambini. So maana wanatumiwa nauli mchezaji mmoja mmoja, yani kila mchezaji anatokea nyumbani kwake mchezaji, na yani kocha anakiri mpaka hivi sasa hajui hata mazoezi yanaanza lini kujiandaa na mchezo dhidi ya Simba. Unajua hizi timu za madaraja ya kati Momo, huwa kuna changamoto yake, na changamoto kubwa ambazo zinakabiliwa nazo hasa ni changamoto za kiuchumi, si ndio? Ndio. Unaona Ken Gold, kwanza ligi imesimama kwa muda mrefu, si ndio? Hilo la kwanza, lakini la pili aina ya maandalizi ya hizi timu. Unaona sio kwamba hawachezi, Ken Gold wanacheza, lakini namna ambavyo wanaiendea hii game ni maana yake ni kwamba washakata tamaa, si ndio? Ndio. Ukiangalia wanaondoka, yani kuna wachezaji wanasafiri kivyao, yani mmoja kila mmoja anatakiwa aende kivyake ili wakutane Tabora ili kuweza kukutana na Simba siku ya Jumatano, si ndio? Ndio. Kwa hiyo ni sehemu ya udhaifu katika ligi yetu, ni sehemu ambayo pengine wawekezaji wanaweza wakaangalia kwa jicho la tatu, kwa sababu hivi vilabu vya hali ya chini huwa vina experience ukata sana, hasa kwenye kipindi hiki cha, lakini kuna fedha ambazo zinatoka kwenye haki ya mwenye kuonyesha hiyo ligi, tena imejikita zaidi namna kwenda kuwalipa hasa wachezaji mishahara yao, zile fedha pengine wao wanazipeleka wapi Momo? Fedha, unajua hii ni mwisho wa msimu, si ndio? Ndio. Bajeti ambayo wanapewa kutoka kwa wadhamini, mimi binafsi ile yenyewe haitoshi, si ndio? Ile yenyewe haitoshi. Yani vilabu vinahitaji kuwa na wadhamini wengine. Kwa mfano ukiangalia Young Africans ama Simba wana wadhamini zaidi ya 10, si ndio? Sasa kama Ken Gold anategemea mdhamini mmoja ama wadhamini wawili, maana yake kile kiwango ambacho wanakipata na gharama za uendeshaji wa timu kwa ujumla haviwezi kukidhi mahitaji. Ndio maana unakuta hata sasa hivi tunavyozungumza, umesoma Tabora United mpaka sasa hivi wachezaji wake wamegoma kusafiri kwenda Dar es Salaam kukutana na Azam FC, na bado wanasikia kesho pekee. Kwa sababu hawajalipwa kuna baadhi ya mishahara yao. Kwa hiyo tunavyozungumzia mpira Momo, tunazungumzia eneo la ambalo linahitaji uwekezaji wa hali ya juu zaidi, inahitaji fedha. Sasa fedha zinavyokuwa zimekata, manake hata mazingira ya kuweza kuziandaa timu inakuwa ngumu. Ndio maana unakuta hizi timu za madaraja ya chini au madaraja ya kati huwa zina struggle sana kwenye ligi, hasa ikifika katika maeneo ama vipindi kama hivi. Simba ni miongoni mwa timu ambazo pengine zina uhitaji sana huu mchezo dhidi ya Ken Gold. Unafikiri kutokuwa na maandalizi proper kwa klabu ya Ken Gold, alafu kaitazama Simba katika zile resi tu ya mbio za ubingwa, si tu kwamba wana resi ya mbio za ubingwa, lakini humo kuna clean sheet za Kamara ambazo zinahitajika, lakini Jean Charles Ahoua anatakiwa kuendeleza kufanya kile ambacho amekianza katika msimu, kwa maana ya kufunga magoli mengi zaidi, lakini ni Simba ambayo inahitaji kushinda huo mchezo ili endelee kupeleka pressure kwa bingwa mtetezi ambayo yuko katika nafasi ya kwanza ambao ni Young Africans. Unadhani ni rahisi kwa namna gani kwa klabu ya Simba kuendea huo mchezo ambao unaenda kuikutanisha ni timu ambayo hata kama ikiwa na hayo mazoezi proper bado inaingia ni timu ya 4, si tu timu ya pili, ni timu ya 4 kabisa uwanjani, lakini wanaenda kukutana na Ken Gold ambayo imesambaratika kila kitu dhidi ya Simba ambayo mchezo wa mwisho wa nusu finali ya kombe la CRDB Federation si siku nyingi ambao wametoka kucheza na Simba. Tena tunavyoizungumza ni takriban 1 week iliyopita wamerejea kambini na wakawa wanaendelea na kufanya mazoezi pengine juu ya dabi ya Juni 15. Unaionaje Ken Gold inaenda kukutana na Simba yenye uhitaji wa vitu vitatu: clean sheet, lakini pia top scorer pamoja na kufukuzia ubingwa kwa maana hizo alama tatu? Ni timu za uzito, tunasema timu mbili ambazo zinakuwa na uzito wa kitofauti, ndio. Simba ipo nafasi ya pili, nani yake kubwa wako kwenye resi ya ubingwa na bado bingwa mpaka sasa hivi hajajulikana, si ndio? Lakini ukiangalia Ken Gold wao tayari washashuka daraja, na ndio maana hata ukiona viongozi wake namna ambavyo wanaifanya maandalizi ya mchezo huu,
Manake nimezungumza awali kwamba wameshakata tamaa. Lakini si mzima si ndio imeshuka, lakini mtu hajashuka. Maana yake kiongozi, kama utendaji wako ni mzuri, unayo nafasi ya kurudi na kufundisha Mtibwa Sugar, kufundisha kuongoza benchi la ufundi la Dodoma Jiji na vilabu vingi the same kwa wachezaji. Kuna haja gani kama klabu yenyewe imeshuka jina la klabu, lakini mchezaji na wewe unataka ushuke moja kwa moja? Why? Momo, kushuka kwa wachezaji mimi si dhani, ndio? Wachezaji, timu ikishuka sio wachezaji ndio wameshuka. Hapa tunazungumzia issue ya management level, ndio? Management level ndo sehemu ambayo sasa hivi tunaweza tukaiangalia kwa jicho la tatu pengine, kwa sababu wao wameshindwa kuigather timu kwa mapema zaidi, wameshindwa kuikusanya timu mapema na kuweza kuiandaa ili kwenda kucheza mchezo wa Simba. Kisa ni nini? Kisa pengine ni uchumi, ndio? Kwa uchumi ndio ambao umepelekea Ken Gold mpaka sasa hivi wanaenda kwa mafungu kwenda kuikabili Simba. Kwa hiyo hapo tu penyewe tayari unaona kabisa kuna pointi ambazo kwa namna moja ama nyingine Simba wamezichukua, ndio? Lakini pia ukija ndani ya uwanja, wachezaji wa Simba na wachezaji wa Ken Gold ni wachezaji wa madaraja mawili tofauti, ndio? Kwa hiyo unaweza ukaona kwanza Simba kwenye mchezo wa kesho kutwa watataka kurudisha imani kutoka kwa mashabiki wao, kwa sababu wamepoteza nusu finali ya CRDB Confederation Cup, wamepoteza finali ya shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo inaweza ikaenda inua ali. Unajua wanaenda kukabiliana na Young Africans tarehe 25. Kwa hizi michezo za awali huwa ndo za kumake statement, kuinua hali ya wachezaji kisaikolojia na kutengeneza mazingira mazuri ya timu kuwa na umoja kwa ajili ya kwenda kupambana na mtani wake. Mengi zaidi haya mtujuze hapo. Mengi zaidi ni pale majira saa 1:15 mpaka